Ni siku takriban 2 zimepita toka kushuhudia mechi ya ufunguzi kati ya South Africa dhidi ya Mexico. Dunia inataraji kushuhudia mchezo mkubwa kabisa kati ya Brazil dhidi ya Morocco, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa usiku wa leo kuamkia kesho majira ya saa 7. Mchezo utakuwa namna gani? Wasaa kuzungumza na wachambuzi na kujua mengi zaidi. Mimi kizazi juaji Don Barabara, niko naye hapa Jinax Republic pamoja na Nathan Stefan. Jinax Republic. Ndio. Mchezo mkubwa kabisa dunia, nadhani tension imekuwa kubwa leo licha ya kushuhudia mechi ya ufunguzi hapo juzi. Brazil dhidi ya Morocco. Naam, kama ulivyosema ni mchezo mkubwa. Nafikiri huu ni mchezo wa dunia kwa sababu kwanza ni timu ambazo zinatoka katika mabara tofauti na zenye icon ama zenye heshima kwenye hayo mabara. Morocco Afrika inashikilia bendera ya Afrika na inawakilisha Afrika kwa ujumla. Lakini Brazil inawakilisha wa Amerika wengi ambao wanatokea ile bara la Amerika. Kwa hiyo huu ni mchezo ulimwengu, lakini nje na jiografia huu ni mchezo ambao unakutanisha watu wakubwa na watu wenye uzito kweli kweli, kwa sababu Brazil wao ndio vinara wa makombe haya ya dunia akiyashikilia makombe 5, huku Morocco Afrika naye akiwa na uongozi wake ama uthubutu wake, kwa sababu Morocco ndio timu pekee yenye historia kubwa ukilinganisha na timu nyingine ambazo zipo Afrika. Kwa mantiki hiyo ni kwamba hii ni mechi ya wanaume, hii ni mechi ambayo inashirikisha vilabu ambavyo ni vikubwa, mataifa yenye historia nzuri, na pia timu ambazo zipo hapa ni timu zenye wachezaji wa hadhi ya juu. Brazil ikiongozwa na Neymar Junior da Silva Santos, mchezaji bora kweli kweli, lakini pia na vijana kinda ambao wanafanya vizuri wakina Vinicius, Cunha, Enrique na wengine wengi, huku Morocco nao akiwa na watu ambao wanasimamia ama wanaongoza Ashraf Hakimi, Bono na wengine wengi ambao wapo katika kikosi cha Morocco wakiwakilisha na wakiendelea kupeperusha bendera ya vijana wa milima ya Atlas. Kwa hiyo ni mchezo ambao hautakuwa mwepesi hata kidogo. Ni mchezo ambao utakuwa ni complicated zaidi. Hatima itaamuliwa na mbinu, lakini pia hatima itaamuliwa na bahati pengine kwenye mchezo huu. Yes, hatima itaamuliwa na mbinu pamoja na bahati. Kuna namna yoyote Nathan Stefan, kuna mtu ataingia kama underdog katika mchezo huu? Kwa mchezo wa leo, kwa mchezo wa kesho, kwangu naona hakuna mtu ambaye ataingia kama underdog kwa sababu ya quality ambazo timu zote mbili zinazo. Sababu ambayo inanifanya niseme hivyo ni timu zote mbili zina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Kwanza wana class, wana world class player. Ukiangalia kwa mfano Morocco unamuongelea mtu kama Ashraf Hakimi, yani yule ni world class player kabisa. Kuna wachezaji ambao ni proving players, ambao wachezaji wana uwezo wa kuumiza muda wote. Kwa mfano mtu kama Brahim Diaz ana uwezo wa kufanyia kitu chochote uwanjani, ana uwezo mkubwa na tekniki kubwa, ana uwezo kukimbia. Ukiangalia pia upande wa Brazil wanao wachezaji profile kubwa, unamuongelea mtu kama Vinicius Junior, unamuongelea mtu kama Rafinha ambaye alikopo Ballon d'Or contender msimu uliopita, unaongelea wachezaji kama Gabriel Magalhaes ambaye ni defender mzuri sana. Wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa na wana experience pia kwenye michuano. Wote wana experience kwenye michuano. Kitu ambacho kitakuja kuamua ni kwanza, ukimwangalia Brazil na world class players wengi kuzidi wenzake, lakini in terms za passion ya kucheza uwanjani Morocco amemzidi Brazil kwenye in terms za kupambania bendera. Tunaona hilo linaonyeshwa kwenye World Cup iliyopita. Morocco ametoa giants wakubwa na icon kwenye world football. Unamuongea mtu kama Spain amemtoa. Nationality yao wachezaji ni kubwa zaidi kwa Morocco. Yes, wana kitu kinaitwa nationality, kitu ambacho kupambania kufia bendera. Na wamemtoa Spain, wamemtoa na mtu kama Portugal. Yes. Kwa hiyo hao Morocco ni passion plus class. Kwa hiyo mimi kwangu kwenye football hivyo ndio vitu ambavyo vinakuwa vinaamua. Ipo siku mpira ukiamua kuamua kwamba class ifanye kazi, fine itaamua, lakini siku mpira ukiamua passion ifanye kazi, kupambania jasho lilete matokeo, jasho litaamua. Kwa hiyo kwangu naweka 50-50. Yes, passion na class ni msingi wa performance ya Morocco kwenye michezo mingi ukiangalia katika msimu uliopita, lakini haya makubwa ambayo yanatarajiwa katika mchezo wa usiku wa leo kuamkia kesho Jumapili, kwa maana ya majira ya saa 7 usiku. Hiyo ni section ya kwanza. Twende break fupi kwa ajili ya matangazo. Tutarudi hapa na Nabella_24 pamoja na Ahmed.
Naam, ni section ya pili World Cup special ndani ya Rushuli TV. Mimi ni kizazi juaji Don Balabala, yupo hapa na Bill_24 pamoja na Brazil Ahmed Hamidu kumalizia kile ambacho tumekianzisha na Alfred Davis pamoja na Nathan Stefan na Bill_24. Mchezo mkubwa leo majira ya saa 7 usiku kuamkia kesho Jumapili. Dunia itashuhudia mabingwa wawili ambao wana legacy kubwa zaidi ulimwenguni katika soka. Nabil, mashabiki wanaochukulia mchezo huu leo Brazil dhidi ya Morocco kama ndio mchezo wa ufunguzi kutokana na wenda na ukubwa, ni hisia tu za mashabiki au ni ukubwa wa mchezo huu? Kwanza naweza nikasema ni kwa sababu ya nature ya mechi ambazo zimeshachezwa mwanzoni, kwa maana openers, kwa sababu ukiangalia waandaaji wa mashindano ya msimu huu ni yale mataifa ambayo kiuhalisia kimpira hayana nguvu hivyo kulinganisha na mataifa mengi sana, kwa sababu timu kama Canada, timu kama USA na Mexico ni timu ambazo kwenye historia ya soka ni timu za kawaida tu ambazo hazijawahi kuwa na historia hiyo, hazijawahi kushinda makombe hata kufika zile hatua kubwa, nusu finali na finali. Kwa hiyo bado hazijatengeneza wale mashabiki wa nje ya mipaka ya nchi yao. Unaelewa kwamba mtu kutoka Afrika achague kwamba mimi nitaishabikia USA ama Canada ama Mexico ni kitu kigumu, tofauti na mataifa mengine ambayo tayari yana historia yashaweka ukubwa huo. Kwa hiyo watu wengi wanaichukulia mechi hii kama ndo mechi ya World Cup, kama ndo mechi ya mwanzo ya World Cup, kwa sababu Brazil ni taifa ambalo lina mashabiki wengi sana. Kabla ya World Cup yoyote ile kuchezwa, Brazil ndo timu ambayo inakuwa na mashabiki wengi sana, tena nje ya taifa lao, Afrika, Europe, Asia na nchi nyingine, kwa sababu ya uhalisia wa masuperstar ambao wanapatikana kwenye timu hiyo na ukubwa wa historia ya kikosi chao. Kwa hiyo naweza nikasema kama ingekuwa ni timu iliyoanza, ingekuwa ni timu kubwa kama Ufaransa, England, Spain au Brazil wenyewe Argentina, huenda ile mechi ndio ingekuwa na ukubwa huo, lakini kwa sababu walioanza wale openers ama hosts wa hii World Cup ni timu za kawaida ambazo hazina historia na mashabiki wengi duniani kote, ndio maana wachezaji wao mashabiki hawakuzichukulia zile mechi kiukubwa huo, tofauti na mechi ya leo. Sasa kwa upande wako Ahmed, wewe ni mmoja kati ya shabiki wa Brazil. Pengine aidha kwa data au mawazo yako tu, imani yako ni ipi juu ya Brazil katika mchezo? Kwenye mchezo wa leo mimi kidogo nita trace back kwenye historia baina ya hizi timu mbili ambazo zinaenda kukutana. Mara ya kwanza kukutana ilikuwa mwaka 1998 Juni 16 kwenye michuano ya kombe la dunia. Na mchezo uliisha kwa Brazil kushinda. Kwa hiyo inaonekana Brazil mchezo wao kwanza waliweza kumfunga Morocco. Lakini mchezo wa pili ilikuwa mwaka 2023 ambapo Brazil alifungwa na Morocco mabao 2-1. Ilikuwa ni mechi ya kirafiki. Naona. Kwa hiyo tunapokuja sasa current kwenye performance za vikosi vyote viwili, naweza kusema Brazil inampa nafasi kubwa ya kushinda kwa sababu ya aina ya wachezaji alionao. Kwa nini nasema hivyo? Brazil inaita kama watano ambao wanaweza kuibeba kupata ushindi kwenye mchezo wa leo, kutokana na takwimu ambazo wamezionyesha msimu huu kwenye vilabu vyao kwenye michuano mingi, kwa mfano ya Champions League, ligi za ndani pamoja na michuano ya continent kwa ujumla. Nikianza mchezaji wa kwanza, kuna Vinicius Junior ambaye kachezea Brazil michezo 49 na amefunga mabao 9. Lakini amekuwa na kiwango kizuri anapokuwa anachezea timu yake ya taifa na ana passion ya kuchezea taifa lake. Kuna mtu kama Rafinha wa FC Barcelona ambaye of course world class player. Ni mtu ambaye msimu huu hapa alikuwa na injury, anaingia anatoka, lakini mtu ambaye of course amecheza michezo 24 na amefunga bao 9. Kwa ni mtu ambaye of course kiwango kipo. Tukitoka kwa Rafinha, kuna goalkeeper Alisson Becker. Hataji sana, lakini ni mtu ambaye amekuwa na clean sheet nyingi anapokuwa anachezea timu ya Brazil. Amekuwa akilinda sana clean sheet zake na timu ya taifa ya Brazil. Lakini hapa nitamzungumzia mtu ambaye ni Matheus Cunha, mchezaji wa Manchester United. Amecheza michezo michache na Brazil, kafunga bao 1 kwa sababu alikuwa hiti sana. Lakini ni mtu ambaye msimu akiwa na Man U perform vizuri zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, akiwa na combination dhidi ya kina Bruno Fernandes, na amekuwa anaweza kufunga bao ya magoli ya mbali nje ya boxi. Kwa ni mtu ambaye anaweza kusaidia Brazil kupata ushindi kwenye mchezo wa leo. Mtu wa kumalizia ni mtu kama Marquinhos, team captain sasa, ambaye msimu huu yeye mwenyewe ana clean sheet zaidi ya 22 akiwa na PSG na timu ya taifa. Kwa unaona kabisa kwa namna gani amesaidia timu yake kuweza kulinda kutofungwa. Na maana Brazil ni wazuri kwenye kujizuia wakiwa chini ya Marquinhos, bila kumsahau mtu kama Gabriel Magalhaes. Lakini kwa upande wa Morocco tukigeukia
wana watu watatu ambao ni hatari. Nitaanza na goalkeeper Bono ambaye anacheza pale Al Hilal, Yasin Bono ambaye ikumbuke kwenye michuano ya 2022 ya World Cup kule nchini Qatar aliweza kudaka mikwaju ya penalty mitatu dhidi ya Spain. Kaweza kuwa mwiba mchungu mbele ya Portugal ya kina Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, na akasaidia timu kucheza mpaka hatua ya nusu finali. Wakafungwa na Morocco, wakaenda kupoteza kwenye mchezo wa mshindi wa tatu mbele ya Croatia ya kina Luka Modric. Kwa ni mtu ambaye kwanza ni goalkeeper ambaye hana pressure, ni kipa wa kisasa ambaye anaweza kusimamia eneo lake la ulinzi liwe na nidhamu ya kujizuia. Lakini mtu wa pili ni kwenye eneo ya idara ya ulinzi, Achraf Hakimi ambaye ni beki bora namba 2 duniani, mshindi wa UEFA Champions League, mshindi wa Ligue 1 na mshindi wa Copa de France. Kwa ni mtu ambaye kidogo ni world class player, ana kila kombe ambalo ameshika msimu huu. Kafunga bao 11 na yeye ni beki namba 2. Kwa ni mtu ambaye unaona anapanda, anashuka, ana contribute kwenye kulinda na pia anafunga pia. Lakini mtu wa mwisho ni Brahim Diaz ambaye kidogo yeye ndo ana historia nzuri zaidi. Yeye ni Mspaniola, aliamua kuhamishia uraia wake nchini Morocco. Na yeye sio namba 9, ni kiungo mshambuliaji ambaye anacheza kama namba 10 nyuma ya mshambuliaji ambaye kwa sasa nahisi watamtumia Saibari ambaye yupo kwa sababu hajaitwa Enesri ambaye tumemzoea sana kwa timu ya taifa ya Morocco. Ahmed, kwa ukubwa ambao umewaelezea Brazil, leo wana nafasi kubwa zaidi ya kuondoka na mimi kwa upande wangu naona Brazil wana 60% dhidi ya 40 kwa Morocco kuchukua ushindi. Japo kitu ambacho watu wengi wategemea kukiona ni bato kati ya Vinicius Junior na Achraf Hakimi ambao nahisi kutakuwa kuna mtifano sana kwa sababu wote ni world class player na wote wanacheza upande mmoja. Yes, kwako Nabil? Na kwangu mimi nampa 60% na 60 kwa 40 kwa maana ya Brazil 60-40 Morocco kama mwenzangu alivyosema, kwa sababu ya uhalisia wa quality ya wachezaji wa Brazil kuanzia kwenye eneo la goalkeeper mpaka mbele. Kwa hiyo Morocco wana hiyo timu yenye quality, lakini sometimes wanasemaga wana commitment, lakini commitment plus quality ndio inafanya timu inashinda. Kwa hiyo unaweza ukawa na commitment lakini quality hauna, mwenzio akiwa na wachezaji wenye ubora unaweza ukafungwa. Kwa hiyo ni 60 kwa 40 Morocco. Ni machache ambayo ametoka kuyamalizia hapa na Bill_24 pamoja na Brazil Ahmed Junior _Watan pale Instagram. Baada ya mechi ya ufunguzi, attention kubwa ya mashabiki itakuwa ni usiku wa leo kuamkia kesho majira ya saa 7, mechi kubwa kabisa Brazil dhidi ya Morocco. Maoni yako kama shabiki na mdau wa mpira, mchezo utakuwaje? Hayo na mengine mengi, uchambuzi umesikia, lakini pia wewe una nafasi mwenyewe ya kuona kujitamani kila ambacho kitakwenda kutokea. Mimi kizazi juaji Don Barabara, alisikika hapa Alfred Davis, Nathan Stefan na Bill_24 pamoja na Ahmed Junior _Alwata.